أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان watukufu wa Islam, umma wa Kiislamu, katika masiku haya ya mwisho ya mwezi huu wa Shaaban upo katika maandalizi ya kujiandaa na kumpokea mgeni ambaye ni dhaifun aziz, ni mgeni mtukufu, habibun ala qulubil mu'minin azizun ala anfusihim. Mgeni huyu ni kipenzi katika nyoyo za waumini, na tunaposema waumini tunakusudia waumini ambao imani imetawala katika nyoyo zao. Na kwa vile imani imetawala katika nyoyo zao, basi katika masiku haya machache yaliyobakia wapo katika shauku ya kutaka kukutana na mgeni huyu. Wana shauku kubwa ya kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, na si kwa sababu nyingine isipokuwa kuweza kuvuna yale yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani min alkhairati walbarakat, miongoni mwa kheri na baraka na mambo mahsusi ambayo yanapatikana katika mwezi huu mtukufu ambao upo mlangoni, tayari umeshaanza kugonga hodi. Watukufu wa Islamu, katika sifa za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kwamba huwa shahru alkhairat walbarakat, ni mwezi wa kheri nyingi na baraka nyingi, kwa maana kwamba kheri zinazofanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hazifanani na kheri zinazofanywa katika miezi mingine. Katika Ramadhani malipo yanakuwa ni makubwa zaidi, na tutaeleza kwa nini malipo yanakuwa ni makubwa zaidi. Lakini pia mwezi huu ni mwezi wa taat wal qurbat, ni mwezi wa taa na ni mwezi wa kujikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia huwa shahru as-siyam wal qiyam wa tilawati al-Qur'an, ni mwezi wa kufunga, na tutaelezea pia kwamba nini ambacho tunakifunga katika mwezi huu mtukufu. Lakini ni mwezi wa qiyam, mwezi wa kusimamisha sana swala, na tunajua kwamba kuna swala haipatikani katika miezi mingine yoyote isipokuwa katika mwezi huu wa Ramadhani ambao karibu tutakutana nao. Lakini pia miongoni mwa sifa zake mwezi huu ni shahru dhikri wal istighfar, ni mwezi
wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi na kutaka maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa maghfira, kama alivyotueleza hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayeutumia vizuri mwezi wa Ramadhani kwa qiyam na siyam na kuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake, na mpaka Ramadhani inaisha anakuwa msafi kutokana na madhambi ambayo aliyatenda katika miezi iliyotangulia. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, huu ni mwezi ambao ni shahrul judi wal atai wal ihsan, ni mwezi wa kufanya sana ukarimu, mwezi wa kutoa sana sadaka. Na walillahi alhamdi, tunawaona watu unapofika mwezi wa Ramadhani wanatoa sadaka, wanatoa iftari, na wale waliokuwa wakifanya hivyo katika miaka iliyopita, basi tunaombea Allah subhanahu wa ta'ala, tunaombea kwa Allah awafanyie wepesi katika mwaka huu, pia waweze kuendeleza amali hizo ambazo ni amali za kheri. Lakini ndugu zangu katika Uislamu, swala la al-ata wal ihsan ni swala la wote, tofauti na watu wanavyodhania kwamba kutoa ni ibada ambayo inatakiwa itekelezwe na watu wenye uwezo peke yao. Hapana, kwa sababu kila mtu anao uwezo wa kutoa chochote, hata hicho kidogo ulichopewa basi una uwezo wa kukitoa. Kwani sisi tunashindwa katika mwezi wa Ramadhani kufuturisha angalau mtu mmoja kwa kila siku? Mpaka mwezi wa Ramadhani unaisha, kwa uchache huo umefuturisha watu 30. Hilo linawezekana, lakini tumewaegemezea amali hii matajiri peke yao. Kwa hiyo je, sisi hatuzitaki kheri za kufanya ihsani? Je, hatuzihitaji kheri za kufanya ata na ukarimu kwa ndugu zetu? Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo sote Waislamu tunatakiwa tujihimize katika kulitekeleza. Watukufu wa Islam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabashiria masahaba zake, kana yubashiru ashabahu bimaqdami hadha shahr almubarak, alikuwa akiwabashiria sahaba zake kutokana na ujio wa mwezi huu mtukufu. Wa kana yubayinu lahum khasaisahu wa fadhaila, lakini pia alikuwa akiwabainishia umakhsusi, amali makhsusi ambazo zinapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani na fadhila ambazo zinapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani, ili waweze kujiandaa kuweza kuchuma na kuvuna mambo hayo ya kheri ambayo yanapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasimulia, anasema Mtume alikuwa akiwaambia, hadha shahru Ramadhan qad jaakum, huu ni mwezi wa Ramadhani umekujieni, fihi tufattahu abwabul janna, ndani yake mwezi huu milango ya pepo hufunguliwa, wa tughallaqu abwabun nar, lakini pia milango ya moto hufungwa. Yaani Mwenyezi Mungu hataki watu wakose kheri ambazo zinapatikana katika mwezi huu, yaani milango ya moto anaifunga kabisa na kufungua milango ya pepo. Lakini akasema pia watusafadu ash-shayatin, mashetani wanafungwa katika mwezi huu wa Ramadhani, wapunguze kuwashawishi waumini kutokana na kuacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala
na kukabili au kuingia katika kumwasi. Kwa hiyo huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi ni kigezo chetu. Aliyoyafanya yeye ndiyo ambayo tunayafanya sisi, na ndio maana leo tumekutana hapa watukufu wa Islam kuweza kupeana nasaha mbili tatu. Walastu ahlan lidhalik, na mimi sio mtu ambaye ninastahiki sana kutoa nasaha. Mimi ninastahiki kupokea zaidi, isipokuwa nimekaa hapa mbele yenu sio kutokana na wingi wa ilmu, wala sio kutokana na kwamba mimi ni bora kuliko nyinyi, bali kilichoniweka hapa ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema balighu anni walau aya. Ni katika kutekeleza maagizo aliyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kile ulichokuwa nacho basi wafikishie wenzako, na tunaelezwa kwamba ad-dinu an-nasiha, dini ni kupeana nasaha. Dini yetu sisi Mwenyezi Mungu ndo ameijalia hivyo. Ni umma ambao tunatakiwa tuamrishane mema na tukatazane mabaya, na ubora wetu umekuja katika kipengele hicho cha kuamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa maovu na mabaya. Kwa hiyo watukufu wa Islam, labda mtu anaweza akajiuliza ni vipi tunaweza kujiandaa na mgeni huyu mtukufu? Vipi tunaweza kujiandaa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao upo mlangoni tayari umeshasogea? Baada ya masiku machache inshallah tunatarajia kuweza kuingia katika mwezi huo wa Ramadhani. Watukufu wa Islamu, maandalizi yanatakiwa yawe maandalizi ya taa, at-tahayyu wal istidadu lit-taati wal ibada. Hili ndio jambo la msingi, kwamba tunatakiwa tujiandae kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kuliko tulivyokuwa tunamtii katika miezi iliyopita, miezi mingine, lakini pia kufanya ibada kwa wingi zaidi kuliko tulivyokuwa tunafanya katika miezi ambayo imetangulia. Hii ndiyo maana ya kufanya maandalizi ya mwezi wa Ramadhani, na sio maandalizi ya mwezi wa Ramadhani kuanza kufikiria kwamba kila siku ya Ramadhani mimi nitakuwa nafuturu kitu gani, kwa sababu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada. Lakini vile vile tauba an-nasuh, tauba ya kweli inahitajika katika mwezi huu wa Ramadhani. Tujiandae kufanya tauba min kulli dhanbin wa ma'siyah, kwa sababu kama tutaziangalia nafsi zetu tutaona kwamba tumemkosea sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna aliyekuwa mkamilifu, sote tuna madhambi, tunatofautiana. Wengine na madhambi makubwa, mwingine ya saizi ya kati, mwingine madhambi madogo madogo. Lakini kama ni madhambi, basi ni hatari kwa maisha yako ya baadaye. Kama ni madhambi, ujue ni hatari kwa maisha yako ya baadaye, kwa sababu madhambi hata kama ni madogo, yanapokuwa mengi huwa ni makubwa. Kwa sababu wanazuoni wanatuambia mlima, unapoona mlima ukubwa wake umeundwa na chembe ndogo ndogo za mchanga. Mlima ni mkubwa, lakini ukiangalia ni kwamba umeundwa ule mlima na chembe ndogo ndogo za mchanga. Kwa hiyo hizi dhambi ndogo ndogo sisi ambazo tunazidharau mara nyingi, tuna uwezo wa kutengeneza mlima mkubwa sana wa dhambi, na kupitia mlima huo tukaikosa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho tukatupwa katika moto, waliyadhu billah. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, at-tahayyu la budda an takuna at-tahayyu li-ta'a wal-ibada wa taubatin nasuh min kulli dhanbin wa ma'siyah, kwa sababu huu ni musimu
mkubwa wa kusamehewa madhambi. Lau kama sisi tutaingia katika msimu huu, tutaingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani ukapita bila sisi kusamehewa dhambi zetu, basi tutakuwa tumepata hasara iliyokuwa kubwa sana, hasara ambayo haiwezi ikapigiwa mfano, kwa sababu hatuna uhakika wa kuidiriki Ramadhani itakayokuja. Kwa hiyo tunapaswa kuitumia vyema fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuweza kujisafisha kutokana na dhambi mbalimbali ambazo tumezitekeleza katika masiku yaliyopita. Na katika kulitilia mkazo hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, raghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadhan thumma insalakh qabla an yughfara lahu. Yani ni hasara kubwa kiasi gani anaipata mtu ambaye anapata fursa ya kuudiriki mwezi wa Ramadhani, akaishi nao mwezi wa Ramadhani, lakini ikafikia hatua mwezi wa Ramadhani unamwacha, unaisha, lakini yeye bado hajasamehewa dhambi zake. Hii ni hasara kubwa Waislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupa nguvu ya kuweza kufanya istighfar kwa wingi, tuweze kufanya tauba kwa wingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Baada ya hayo, ndugu zangu katika imani, mada yetu ilikuwa ina anwani ya daraja za Ramadhani. Hii ndiyo anwani ya mazungumzo yetu ya leo, daraja za Ramadhani. Watukufu wa Islamu, Ramadhani ina daraja, kama tunavyoona kwamba kwa wale watu wanaoingia katika viwanja vya mpira kwenda kushuhudia mechi, yale majukwaa yanakuwa na daraja, kunakuwa kuna class na daraja ambayo ni daraja ya watu wa kawaida, kuna daraja labda ya watu wa kati na kati, kuna daraja ya VIP. Kwa hiyo kunakuwa kuna daraja tofauti. Lakini hata katika vyombo vya usafiri, tukitumia usafiri wa mabasi kuelekea mikoani, tunakuta vile vile kwamba kuna daraja, kuna VIP na kadhalika. Kwa watu wanaopanda boti kuelekea Zanzibar wanalifahamu hilo pia. Lakini pia katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani wenyewe una daraja. Daraja kivipi? Kuwa pamoja nami katika dakika hizi chache tuweze kulieleza hilo, kwa sababu ili tuweze kuvuna kheri na baraka ambazo zipo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni lazima kufahamu daraja hizo za Ramadhani. Na moja kwa moja nitaenda katika darsa ambalo alilitoa al-Imam Al-Ghazali rahimahullah katika kitabu chake ambacho ni mashuhuri, Ihya Ulumuddin. Kwa wale watu wanaopekua vitabu watakuwa wanakijua vizuri hicho kitabu. Ndani yake katika kitabu As-Sawm, kitabu Sawmi wa Asraru, mlango wa saumu na siri za saumu, anaelezea pale, kama sikosei ni kama kwenye ukurasa wa 270, kuhusiana na darsa hili ambalo tunataka tulieleze hapa, darsa ambalo litakuwa lina faida kubwa sana kama tutakuwa pamoja kuanzia mwanzo wa darsa hiyo mpaka mwisho wa darsa hiyo. Al-Imamu anasema lisawmi 3 darajat, anasema saumu ina daraja 3. Saumu ina daraja 3, na daraja hizi za saumu zinakusudiwa ubora wa saumu ambayo mtu ataifunga. Saumu ambayo mtu ataifunga ina ubora gani? Ndio maana Imamu akaigawa katika mafungu matatu. Hii saumu tunapompelekea Allah subhanahu wa ta'ala ina uzito wa aina gani?
tunataka tumpelekee saumu yenye uzito wa aina gani? Hili ndio jambo ambalo tutaligusia hapa kwa leo. Kwa hiyo anasema li saumi 3 darajat, saumu ina daraja 3. Daraja la kwanza ni saumu al-umum. Daraja ya kwanza ya saumu ni saum al-umum, saumu ya jumla, saumu ya jumla. Na saumu hii akaitolea taarifu, akasema huwa kaffu al-batni wal-farji an qada'i shahwa, ni kulizuia tumbo na utupu kutokana na kukidhi ile haja ya matamanio ya vitu hivyo viwili. Matamanio ya tumbo ni kupata chakula na kupata kinywaji, vinywaji vya aina tofauti. Hayo ndio matamanio ya tumbo. Tumbo halina matamanio mengine, na kama Waswahili wanavyosema kwamba tumbo halitosheki. Unaweza ukala leo chakula, labda chakula siku 3, lakini ukiamka asubuhi tumbo litakudai chakula. Kwa hiyo matamanio ya tumbo ni chakula na maji, lakini matamanio ya utupu ni kukidhi haja yake ile ya matamanio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia katika miili yetu. Kwa hiyo anasema saumu hii ambayo ni ya daraja ya kwanza ni saumul umum, saumu ya jumla jamala. Na saumu hii inawezekana wengi wetu ndo tunaishia katika daraja hii, lakini daraja hii ya saumu ni daraja nyepesi mno. Yani tunapompelekea Allah subhanahu wa ta'ala saumu katika uzito huu wa daraja hii ya kwanza, inakuwa ni saumu ambayo ni nyepesi mno, na malipo yake yanakuwa ni madogo sana. Na pengine kwa baadhi ya watu malipo yake yakawa ni kwamba yeye siku ya Kiyama hataulizwa tu kwamba kwa nini hujafungwa. Yaani ndo malipo yenyewe, kwamba Mwenyezi Mungu hatokaa kumuuliza kwamba wewe mja wangu mwaka fulani kwa nini hukufunga, kwamba yeye amefunga tu ili asiulizwe kesho na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini hujafunga. Hiyo ndo daraja yake. Kwa hiyo kafu albatni walfarji an qada'i shahwa, ni kuzuia tumbo na utupu kutokana na kukidhi matamanio yao. Hiyo ndiyo saumu ya watu wengi, hiyo ndiyo saumu ya watu wengi. Lakini unapokuja katika matendo mengine, unawakuta watu wapo katika ada zao na takalidi zao na mwenendo wao kama walivyokuwa katika miezi iliyopita. Kama mtu alikuwa anakaa maskani masaa 6 anapiga story, basi na mwezi wa Ramadhani hivyo hivyo anaendelea na kawaida yake. Kama mtu alikuwa ni mtu wa kucheza gemu masaa 8, 6, 5, basi anaendelea na kawaida hiyo hiyo ya kucheza gemu. Bali kuna wengine ambao wanapata hasara zaidi, ni kwamba wao inafikia hatua ya kwamba wao wanakuja kutekeleza ibada ya swala eti kwa sababu ya Ramadhani. Sasa kweli hawa watu wanataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Yani wewe katika miezi iliyopita ulikuwa huswali, sio kawaida yako kuswali, lakini kwa vile umeingia mwezi wa Ramadhani, unaupa heshima mwezi wa Ramadhani kwa kufanya ibada ya swala. Sasa unaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au unaswali kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu kama utakuwa unaswali kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, basi wewe utakuwa unainama na kuinuka, hakuna malipo yoyote utakayoyapata. Kwa hiyo hii ni saumu ya daraja ya kwanza. Lakini kabla hatujaenda katika saumu ya daraja ya pili, ningependa kuzungumzia kidogo kuhusiana na maana ya saumu kama wanavyotueleza wanazuoni wa sharia. Wanazuoni wa ilmu al-fiqhi wanatueleza kwamba as-saumu huwa al-imsaku anil muftirat, ni kujizuia kutokana na vinavyofutarisha. Lakini zaidi katika taarifu yao wakazungumzia vitu viwili, kama hii taarifu aliyoelezea Imam, wakuzungumzia kuhusiana na tumbo kwamba usiingize chochote katika tumbo, na farji, utupu, kuweza kutekeleza
yale matamanio yake. Kwa hiyo vitu hivi unatakiwa ujizuie, lakini huu bora na hivi vigawanyo vya saumu tunavyovizungumzia hapa, hatuzungumzii yale mambo ya lazima kwa Muislamu, yani yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha uyafanye na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza uyafanye. Hatuyazungumzii hayo, sisi tunazungumzia baada ya hayo. Tunazungumzia baada ya hayo mambo ambayo yatatukurubisha na kuifanya saumu yako ikawa ni nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kigawanyo cha pili, al-Imamu anasema huwa saumul khusus, ni saumu ya watu maalum, ni saumu makhsus. Hii sio kama saumu ya kwanza ya jumla jamala, hii ni saumun makhsus, ni saumu ambayo imepanda daraja. Yani hii kwa Mwenyezi Mungu inakuwa ni saumun makhsus. Na saumu hii akaieleza akasema huwa kafu sam'i wal basari wal lisani wasairi aljawari, kuzuia ulimi wako na viungo vyako vingine vyote katika mwili wako kutokana na kutekeleza dhambi. Lakini nikirudia katika maneno niliyotanguliza ni kwamba hatuzungumzii yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tuyatekeleze au tuyafanye. Kwa hiyo tunapokuja katika kipengele hichi cha kwanza ambacho ni kipengele cha sam'u, cha kusikiliza, as-sam'u, kusikiliza, al-Imam al-Ghazali anamaanisha nini kwamba hii daraja ya saumul khusus, kwamba mtu anatakiwa azuie kusikiliza mambo ambayo yanaweza kumpatia dhambi. Akasema kwamba kafu sam'i maana yake adamul istima'i ila ma yushghilu alqalba wa yulhihi an dhikrillah, kutosikiliza mambo ambayo yataushughulisha moyo kutokana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, yataushughulisha moyo kutokana na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, yataushughulisha moyo kutokana na kufanya tafakur katika mambo tofauti ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tufanye tafakur, tufikirie kuhusiana na neema zake na kadhalika. Kwa hiyo as-sam'u iliyokusudiwa hapa ni adamul istima'i ila ma yushghilu alqalba, kutosikiliza yale mambo ambayo yanaushughulisha moyo na yulhihi an dhikrillah, yakakufanya wewe kutomtaja Mwenyezi Mungu au kutomkumbuka Mwenyezi Mungu. Ina maana hapa hatuzungumzii labda kusikiliza mambo ya haramu, kwa sababu mambo ya haramu hayo yameshakatazwa. Kwa muumini unatakiwa uvuke huko, yani huwezi ukaenda tena ukasikiliza labda uzushi, ukaenda ukasikiliza uongo, ukaenda ukasikiliza labda mambo tofauti ambayo sio ya haki. Hayo ni mambo haramu. Hapa kinachokusudiwa ni kwamba wewe usisikilize vitu ambavyo vya kipuuzi. Ili uweze kupanda katika hii daraja ya saumul khusus, ni kwamba wewe usisikilize vitu vya kipuuzi. Vitu vya kipuuzi ni vipi? Hatukusudii labda kuvitukana baadhi ya vitu, yani tunakusudia vitu vya kipuuzi ni vile vitu ambavyo havina manufaa na wewe katika dini yako wala katika imani yako. Kwa hiyo wewe ukisikiliza nyimbo, hatutaki kuingia katika nyimbo kwamba nyimbo kusikiliza ni halali au haramu, lakini ukisikiliza nyimbo itakufanya wewe umsahau Allah subhanahu wa ta'ala, itaushughulisha moyo wako kutokana na kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Au labda kusema kusikiliza mpira, hayo ni katika mambo ambayo yatakushughulisha na ibada, na huu ni mwezi wa ibada. Tunatakiwa tutumie fursa hii vizuri, tutumie masaa yetu vizuri kama walivyokuwa wanafanya as-salafu salih. Walikuwa wakiutumia muda wao vizuri sana, na tutaeleza huko mbele kama kutakuwa kuna wasaa namna gani walikuwa wanautumia muda vizuri katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo watukufu wa Islamu, hicho ndio kipengele cha samu, kipengele cha kusikiliza. Usisikilize mambo ya kipuuzi katika mwezi huu mtukufu.
sio mambo ya haramu, mambo ya kipuuzi. Ili uweze kupanda daraja, saumu yako ipande daraja, iwe saumul khusus, saumu maalum, saumu ya watu maalum, saumu ya watu makhsus. Basi jiepushe na kusikiliza mambo ambayo hayana umuhimu kwako, hayana umuhimu na dini yako, hayana umuhimu na imani yako, bali yanachangia katika kukutoa wewe kuzingatia mambo ya dini yako. Tukienda katika kipengele cha pili ambacho ni kipengele cha albasar, kutazama, macho yetu haya tunatakiwa vile vile tuyafanyie saumu, tuyafunge macho yetu katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini sio kuyafunga katika mambo ya haramu. Hayo mambo ya haramu tunatakiwa tena tuwe tushapita huko. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Nur aya 30, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, sema ewe Muhammad kuwaambia waumini kwamba yaghuddu min absarihim, wafunge macho yao, wainamishe macho yao kutoangalia mambo ya haramu. Hili ni jambo la lazima, hii ni amri ambayo ndani yake ina jambo la pili ambalo ni tiba. Ndani ya hii amri kuna tiba, kama wanazuoni wanapotueleza, kwa sababu katika suratu Nur aya ya pili Mwenyezi Mungu alizungumzia kuhusiana na haddi au hukumu ya zina. Faqala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Ule akatoa hukumu katika aya pili ya sura hiyo hiyo, akasema mzinifu mwanamume na mwanamke, basi adhabu yao iwe kuwapiga fimbo 100. Hii ni dhambi ya zina. Lakini katika hii amri ambayo tumetoka kuizungumza ya ghaddul basar, ya kuinamisha na kufumba macho kutoangalia mambo ya haramu, amri hii imekuja baadaye ikiwa ina malengo mawili. Lengo la kwanza ni amri, hii ni amri ambayo tunatakiwa tuitekeleze kama waumini. Swala la kuitekeleza peke yake tunapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na tunaepukana na adhabu zake. Lakini faida ya pili inayopatikana katika swala la ghaddul basari, faida ya pili inayopatikana ni kwamba inakuwa ni msaada kwetu, kutuzuia sisi kuweza kuifikia ile dhambi ya zinaa, kwa sababu dhambi ya zinaa ina mambo ambayo yanakurubisha katika ile dhambi yenyewe. Na ndio maana katika sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala taqrabu zina, msikaribie. Hajasema msifanye zina, akasema msikaribie. Ina maana vinavyokurubisha katika zinaa, ikiwemo swala hilo la kuangalia mambo ya haramu. Unapoangalia mambo ya haramu tayari yanaingia katika mawazo yako. Yakishaingia katika mawazo yako tayari unaanza kuyajadili katika mawazo yako. Umekiona kitu au umemuona mtu ukamtazama, hasa kwa maana ya kumtazama, zile fikra zinaingia katika ubongo wako na zinaanza kukushughulisha, kwa sababu tumeumbwa na matamanio. Kwa hiyo zinakushughulisha zile fikra mpaka unafikia katika kujiambia wewe mwenyewe kwamba hapana, mimi ni lazima nifanye jambo katika hili. Kwa hiyo unaanza kufanya hatua ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka unafika katika dhambi yenyewe ya zinaa. Kwa hiyo katika swala la ghaddul basari ni amri, lakini wakati huo huo ni msaada kwetu. Unapofunika macho yako kutoangalia mambo ya haramu, inakuwa ni msaada kwako. Huwa azka lana, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, huwa azka lakum. Swala la kufanya stara ya macho ni jambo ambalo linatengeneza usafi katika nyoyo zenu. Unapopata usafi katika nyoyo yako, katika moyo wako, basi inakuwa ni wepesi kwako wewe kuweza kuiepuka ile dhambi husika. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana katika swala la ghaddul basar. Kwa hiyo ghaddul basari ni swala la wajibu kwa waumini, kwamba ni lazima tufanye hivyo. Tusipofanya hivyo tunaangukia katika jambo la haramu. Unapoangalia yasiyofaa kuangaliwa kwa mujibu wa sheria ya Uislamu,
tunaangukia katika dhambi zilizokuwa kubwa sana. Lakini sio dhambi peke yake, bali lile swala linakwenda kutengeneza taathira katika nyoyo zetu. Ina maana imani itapungua, Mwenyezi Mungu atapungua katika moyo wako kumpenda na kumfikiri, na mwisho unaingia katika maasi mengine na mengine, na mpaka pengine ukapotea kabisa. Kwa hiyo hilo ni swala la muhimu sana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwambia Ali radhiyallahu anhu, akamwambia ya Ali la tattabi'i an-nadhrata an-nadhra, yani unapoona jambo ambalo halifai kulitazama, jambo la haramu, awe ni mwanamke au kiwe ni kitu chochote ambacho ni cha haramu kukitazama, basi lile jicho la kwanza Mwenyezi Mungu hatakuhukumu kwa jicho la mwanzo, lakini atakuhukumu kwa jicho la pili. Na ndio maana akamwambia ya Ali la tattabi'i an-nadhrata an-nadhra, yani usifuatilize lile jicho la mwanzo uliloangalia alafu tena ukatazama tena. Baadhi ya maulama wa maskani wanasema kwamba mara moja ni kwamba usipwese, yani usipepese, ukiangalia uangalie moja kwa moja. Ukipepesa ina maana ndio inakuwa mara ya pili. Hapana, haiko hivyo. Jicho la kwanza ni jicho la bahati mbaya, umeangalia kitu kwa bahati mbaya, kwa sababu tunapotembea katika maeneo tofauti tunatembea na watu wengine ambao labda watakuwa hawajajistiri vizuri. Kwa hiyo lile jicho la mwanzo Mwenyezi Mungu hatakuhukumu, lakini atakuhukumu pale unapofanya mazingatio sasa na kuangalia, pale ndipo atakapokuhukumu. Na ndio maana akamwambia Ali la tattabi' an-nadhrata an-nadhra, jicho la kwanza usilifuatilize na jicho la pili, fa inna laka al-ula, jicho la kwanza ni la kwako, jicho la kwanza ni la kwako, walaisa laka al-akhirah, lakini lile la mwisho lile jicho la baada ya pale, hilo litakuwa sio la kwako, bali litakuwa ni dhidduk, litakuwa ni kinyume na litakuwa ni adui kwako. Kwa hiyo turudi katika mada, ni kwamba hatuzungumzii kuhusiana na yale mambo ya lazima ambayo tumeambiwa tusiangalie. Hapa tunazungumzia mambo ya ziada, tunazungumzia mambo ya ziada, yale mambo ambayo labda yatakuwa hayajafikia katika kiwango cha kuitwa kwamba haya ni mambo ya haramu, hayajafikia kiwango hicho ya kuitwa kwamba haya mambo ni mambo ya haramu. Hayo sasa ndio tunatakiwa tujiepushe nayo, kwa sababu ni mambo ya kipuuzi, na hili ndio lengo, kama ilivyokuwa katika asama, swala la kusikiliza mambo yasiyokuwa na manufaa na wewe, hata kama sio ya haramu, yatakushughulisha na yatakutoa katika njia iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo hata katika basar vile vile huwa adamu nadhari ila ma yushghil alqalb, ni kutoangalia mambo ambayo yataushughulisha moyo wako, wayulhika an dhikrillah, na yakakuzubaisha, yakakuzuia wewe kutokana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo mambo hatufai kuangalia, na tunarudi kule kule mambo ya mpira, mambo ya kucheza game, na mambo yote ambayo yanahusu kuangalia, mambo ya kuangalia michezo, filamu, tamthilia. Yani unamkuta mtu katika mwezi wa Ramadhani na ibada, yani mawazo yake yote, kipande cha leo kikishaisha, kesho kipande cha kesho kitakuwaje, yule mtu kesho itakuwaje, akili zako zote zipo katika huo upuuzi. Huo tunaita upuuzi. Upuuzi sio kama tunaita jina baya au tunatukana, hapana. Yani upuuzi kwa maana havina msaada kwako katika dini yako, havina msaada na saumu yako, sana sana vitaushughulisha moyo wako na usiweza kupata kheri na baraka ambazo zinapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.
Kwa hiyo hicho ndio kipengele cha albasar. Tunakwenda katika kipengele cha tatu ambacho ni kipengele cha lisani, ulimi, kwa sababu tumeambiwa kule katika taarifu kafu sam'i wal basari wal lisan, ni kufunga usikivu wako, usisikilize mambo yasiyokuwa na maana katika mwezi huu. Kufunga macho yako, usiangalie mambo yasiyokuwa na maana katika mwezi huu. Lakini vile vile katika kipengele cha lisan, ulimi, vile vile anakuja anatuambia kwamba hifdhu al-lisani min al-kalami ar-radi alladhi la silata laka fi dinik, la silata laka fi dinik, yani kujizuia na kuzungumza maneno ya kipuuzi, maneno ya kipuuzi ambayo hayana uhusiano wowote na dini yako. Hayo ndio maneno ya kipuuzi. Maneno ya kipuuzi ni maneno ambayo hayana uhusiano na dini yako, hayana uhusiano na imani yako, hayana uhusiano na kunyanyua wewe daraja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayana uhusiano na kuitilia nguvu somo yako ikawa ni nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kukulipa malipo yaliyokuwa makubwa. Hayo ndio maneno ya kipuuzi. Lakini hatuzungumzii yale mambo ambayo tumekatazwa, mambo ambayo tumekatazwa katika dini ambayo ni mambo ya haramu. Hatuzungumzii yale, kwa sababu yale tayari Allah subhanahu wa ta'ala kashatueleza kwamba tunatakiwa tujiepushe na kuongea maneno yasiyofaa. Kwa mfano, kuzungumza uongo ni jambo lisilofaa kwa muumini. Kuchonganisha, kuhamisha maneno huku kupeleka huku ni jambo lisilofaa, na dhambi yoyote inayosababishwa na ulimi, dhambi yoyote inayosababishwa na ulimi, kukhalifu, kusema uongo, kudanganya katika biashara, na hili ni jambo ambalo watu wanalifanya sana, sio katika miezi isiyokuwa Ramadhani wala sio katika mwezi wa Ramadhani. Yani watu mpaka mwezi wa Ramadhani bado wanadanganya katika biashara. Yani unamuuliza mtu, hii asali yako unaiuza Sheikh, ni asali safi hii? Asali ya nyuki hii pure kabisa? Hii anakuambia hii ni pure kabisa, haijachanganywa na kitu chochote. Tena unamkuta mtu mwingine, jambo la ajabu, umetoka naye kuswali msikitini hapa, kavaa kofia nzuri na kanzu nzuri, anarudi kuuza asali, lakini asali anayoiuza sio asali safi kama anavyodai. Huo ni uongo katika biashara, na utakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unakwenda kwa mtu mwingine unamuuliza, hichi chakula ni chakula ambacho kimepikwa leo? Anakwambia chakula kimepikwa sasa hivi. Kumbe chakula kina siku 3. Kila siku kinalazwa katika friji ama katika freezer, siku ya pili kinapashwa, kinauzwa. Lakini sasa mtu amekuuliza, tofauti na mtu hajakuuliza. Amekuja kwenye mgahawa wako, amekaa, umempelekea chakula, amekula, tofauti. Mtu amekuuliza, Sheikh, hichi chakula ni cha leo? Kuna watu wengine wana matatizo ya tumbo, lazima waulizie hivi vyakula vipi. Hichi chakula ni cha leo, lakini Sheikh, wewe kwa vile wewe hutaki kuikosa ile pesa, ukadanganya, Sheikh, utakwenda kujibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nini kimekufanya ufanye hivyo? Ni huo ulimi wako ndio umekupelekea wewe katika kutenda dhambi hiyo. Kwa hiyo kama waumini tunatakiwa tuwe makini sana na kila neno linalotoka katika vinywa vyetu, tuwe makini sana. Na maulama wameelezea sana katika vitabu kuhusiana na umuhimu na ubora wa mtu kunyamaza. Yani kunyamaza ni vizuri zaidi kuliko kuongea. Wameelezea sana maneno marefu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya inasema, aya inasema kwamba Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu, aya imenitoka kidogo. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala la kuongea maneno ambayo sio mazuri, maneno ambayo yanaweza akamwangamiza mtu,
kujizuia kuongea maneno hayo na kunyamaza ni bora. Anasema katika hadithi ambayo amesimulia Abu Huraira, anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira, anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kumwamini na anaamini siku ya mwisho, yani kwamba anaamini kwamba kuna siku ya kuhesabiwa amali zetu, basi aseme yaliyokuwa ya kheri, yani aseme yaliyokuwa ya kheri. Falyaqul khairan au liyaskut, au kama hana la kheri la kuongea basi anyamaze. Kunyamaza kwako vile vile ni wema uliokuwa mkubwa sana. Kule kunyamaza pia ni wema uliokuwa mkubwa sana kuliko kusema maneno ambayo yatakudhuru wewe. Kusema maneno ambayo yatakudhuru na kunyamaza ni bora kunyamaza. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rahimallahu mra'an takallama faghanim wasakata fasalim. Rehma za Mwenyezi Mungu zimwendee mtu ambaye anaongea neno ambalo baada ya kuliongea basi yeye anapata faida ya kuongea neno hilo. Baada ya kuongea neno hilo yeye anafaidika na lile neno aliloliongea. Takallama faghanim, ameongea alafu akapata faida ya neno lile aliloliongea. Aidha lile neno itakuwa labda ni neno la kusuluhisha baina ya watu wawili waliogombana afwan, ama itakuwa ni neno labda la nasiha, neno la nasaha kuwafikishia waumini wenzake. Kwa ni neno la kheri. Takallama faghanim. Lakini kwa upande wa pili akasema au sakata fasalim, au akiwa hana jambo la kheri la kuongea akanyamaza, kwa sababu anaponyamaza anakuwa amesalimika. Mtu anaponyamaza anakuwa amesalimika. Na baadhi ya watu wenye hikma wanasema kwamba sijawahi kujuta kutokana na maneno ambayo sijayaongea, yani maneno ambayo yapo katika kifua changu nilitaka kuyaongea alafu sijayaongea, sijawahi kujuta. Sijawahi kujuta kutokana na maneno ambayo sijayaongea, lakini ni mara nyingi najuta kutokana na maneno ambayo nayaongea. Kwa hiyo hili linabainisha kwamba kunyamaza ni bora. Kunyamaza ni bora. Lakini kama tulivyosema hapo awali kwamba ulimi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunatakiwa tuutumie katika mambo ya kheri, tuushughulishe na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tuushughulishe na kusoma sana Qur'ani. Hii ndiyo kazi yake ulimi. Kama wewe utakuwa na wasaa katika mwezi wa Ramadhani wa kuweza kutumia masaa 2-3 upo maskani unazungumza, shekhe, utakuwa unapata hasara kubwa sana, kwa sababu as-salafu salih, wema waliotangulia, kama tulivyosema awali kwamba walikuwa wanaotumia muda wa Ramadhani vizuri sana. Imepokelewa kwamba al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu alikuwa akiisoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani mara 60. Anafanya khatma 60 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Yani kwa lugha nyingine tunasema kwamba ndani ya siku moja ya masaa 24 anaisoma Qur'ani mara 2. Masaa ya mchana anaisoma Qur'ani mara 1. Yani kuisoma Qur'ani sio kusoma sura au juzuu, tunazungumzia kuisoma Qur'ani kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Anaisoma ndani ya mchana wa Ramadhani, na usiku wa Ramadhani anaisoma tena hiyo Qur'ani. Ina maana ndani ya masaa 24 anaisoma Qur'ani mara 2. Na al-Khalifa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa akiisoma Qur'ani kila siku, anafanya khatma.
ya Ramadhani. Kila siku ya Ramadhani anafanya khatma. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni namna gani kwamba as-salafu salih walikuwa wakiutumia muda wao katika kutenda yaliyokuwa ya khair. Na al-Imam Suyuti rahimahullah anaeleza kuhusiana na wingi wa kusoma Qur'ani, akasema yaliyotufikia sisi katika wingi wa kusoma Qur'ani ni kwamba imethibitika kwetu kwamba kuna watu walikuwa wanaisoma Qur'ani mara 8 kwa siku. Ni jambo ambalo sio, unaweza ukasema kwamba jambo hili la kufikirika. Anaisoma mtu Qur'ani mara 8, anaimaliza ndani ya siku moja. Wa aqallu min dhalik, na akasema chini ya hapo tumepokea vile vile kwamba kulikuwa kuna wema waliotangulia waliokuwa wakisoma Qur'ani mara 4, na wapo waliokuwa wakisoma Qur'ani mara 2 kama Imam Shafi'i tulivyozungumza, lakini pia wapo waliokuwa wanaisoma mara 1, wapo waliokuwa wanafanya khatma ya Qur'ani ndani ya siku 3, wapo waliokuwa wanafanya khatma ya Qur'ani ndani. Huu ni mwezi wa Qur'ani. Sasa tumejiandaa vipi kuisoma Qur'ani? Imam Malik radhiallahu anhu, Imam Malik anajulikana al-faqih, alimu mkubwa sana. Ilikuwa ikifika mwezi wa Ramadhani anaachana na kudarasisha, hata zile darasa alizokuwa anasomesha za hadithi za fiqh anaachana nazo kabisa. Anasema huu ni mwezi wa kujipinda, na anakielekea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala anakisoma. Sasa hao ni watu bora kuliko sisi, lakini angalia namna walivyokuwa wanaotumia muda wao vizuri. Mimi na wewe tupo wapi? Tuna daraja gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka tuwe na wasaa wa kuweza kuangalia mechi, wa kuweza kuangalia movie, wa kuweza kukaa vijiweni na kufanya mambo ambayo hayana manufaa na dini yetu? Kwa hiyo watukufu Waislamu, tunatakiwa tufanye juhudi, tufunge mikanda yetu vizuri kwa ajili ya mwezi huu, ili tuweze kuchuma yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tumalizie katika kipengele cha mwisho, maana katika vile vigawanyo tulizungumzia vigawanyo viwili. Tulisema kuna saumul umum na kuna saum al-khusus. Saum al-umum ya ujumla, ambayo saumu hii ndio saumu wanayoielezea ulama wa sharia, ulama wa fiqh ndio wanaielezea saumu hii. Tukaja tukazungumzia kuhusiana na saum al-khusus kwa urefu na kuchambua swala la as-sam'u, namna gani mtu anatakiwa kusikiliza yaliyokuwa ya khairi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kujiepusha na mambo yote ambayo hayana manufaa na dini yako na Ramadhani yako na imani yako. Lakini vile vile mambo ya kuangalia, tunatakiwa tujiepushe na kuangalia mambo vile vile ambayo hayana umuhimu na saumu zetu. Lakini katika kipengele cha mwisho al-Imam al-Ghazali rahimahullah anakuja anamalizia, anasema daraja ya 3 ya saumu ni saumu al-qalb. Saumu al-qalb ni kufunga moyo, kufunga moyo. Tumetoka katika ya mwanzo kufunga tumbo pamoja na utupu kutokana na kutekeleza matamanio yao, tukaja katika kipengele cha pili, ambacho kipengele cha pili kinabeba kwanza kipengele cha kwanza, halafu na yale yanayopatikana katika kipengele cha pili. Lakini kipengele cha 3 sasa yanabeba yale yote, kipengele cha kwanza, cha pili, lakini hapa katika kipengele cha 3 tunaongezea saumul qalbi, kufunga moyo, kufunga moyo amma siwa Allah ta'ala bil kulliya, moyo kufunga kutokana na jambo lolote lisilokuwa na uhusiano na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo lolote ambalo halina uhusiano na dini yako na imani yako na Allah, basi unalifunga bil kulliya. Na hapa bila shaka hatuzungumzii kuhusiana na maasi ya moyo, kwa sababu kuna maasi ambayo yanapatikana katika moyo. Wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala
wanamshirikisha Allah kwa moyo, kwamba wanakuwa na itikadi katika mioyo yao kwamba kiumbe hichi mimi kina uwezo wa kuninufaisha pasipo Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kunisaidia katika hili, ni lazima nende kwa mganga ama ni lazima nende kwa mtu fulani. Hii ni itikadi ambayo inapatikana ndani ya moyo. Sasa sisi hatuzungumzii haya, tunazungumzia mambo ya ziada. Hatuzungumzii maasi ambayo yale yanatambulika katika dini kwamba haya ni maasi ya moyo. Al-kibr, kuwa na kiburi, kuwa na kiburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hatoingia peponi mtu ambaye katika moyo wake utakuwa kuna hata chembe ndogo ya kiburi. Na kiburi ni nini? Kujiona kwamba wewe ndio wewe, mwingine hana thamani kwa namna yoyote, hata ikiwa kwa ilmu, kwamba mimi nimepewa ilmu, huyu hajapewa ilmu, ataniambia nini? Kwa mali, mimi ni tajiri, huyu maskini fakiri, ataniambia nini? Umemdharau. Hicho ni kiburi. Kwa rangi, labda mimi mweupe, huyu mweusi, rangi nyeupe ni bora kuliko mimi, labda ni mtu wa kabila fulani, huyu ni mtu wa kabila fulani. Hicho ni kibri, shekhe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akashasema kwamba mtu ambaye atakuwa na kibri katika moyo wake, basi pepo ya Mungu hatoiona. Na tunafahamu vizuri kilichomwangamiza Iblis laanatullahi alayhi. Unafikiri kitu gani kimemwangamiza Iblis kama sio kibri? Ibilisi kilichomwangamiza ni kibri, sio kitu kingine. Amejiona kwamba yeye ni bora, yeye ameumbwa mwanzo. Kwa nini kiumbe hichi kilichokuja kuumbwa mwisho leo ndo tukisujudie? Hichi ndo kiwe bora kuliko sisi? Ni kibri ndo ambayo imemwangamiza Iblis laanatullahi alayhi. Hatuzungumzii kibri, hatuzungumzii haya, kwa sababu haya ni ya lazima kwa muumini kujiepusha nayo. Al-kibr wal-ujub wa shirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kama tulivyosema, hilo linakuwepo ndani ya moyo. Unaitakidi ndani ya moyo kwamba huyu ananidhuru, huyu ananidhuru, na Mwenyezi Mungu hawezi kuzuia madhara haya yanayotoka kwa mtu huyu. Kwa hiyo unaanza kumnyenyekea kiumbe na kumsahau aliyekuumba wewe na aliyemuumba huyo ambaye wewe unamwogopa. Kwa hiyo moyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alishauzungumzia, akasema kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, inna fil jasadi mudgha, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, idha salahat salaha aljasadu kullu. Moyo utakaponyooka, basi mwili nao vile vile utanyooka. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, lakini moyo vile vile unapofisidika na kuharibika, basi mwili nao wote huharibika. Huo ndio ukubwa wa moyo, na hiyo ndio nafasi ya moyo. Kwa hiyo hizi dhambi ambazo zinasababishwa na moyo ni muhimu kuziepuka, lakini baada ya hapo tunachokizungumzia sisi sasa, ili uweze kuipata saumu hii ambayo sio rahisi, kwa sababu hata al-Imam al-Ghazali amezungumza pale katika kitabu, akasema hadha saumun nabiyina wal awliyai wal muqarrabin. Hii ni saumu ya manabii na watu waliokurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mawali wake, ndio saumu yao hii. Sasa saumu hii ni saumu ya aina gani? Ni saumu ambayo unatakiwa katika moyo wako usipitishe wazo lolote ama fikra yoyote inayohusiana na dunia. Usipitishe wazo ama fikra yoyote ambayo inahusiana na dunia alafu ikawa mbali na dini yako.
ikawa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo saumu ya moyo. Je, saumu hiyo tunaiweza? Akaongezea akasema hata swala la riziki, kwa sababu riziki Mwenyezi Mungu amesema mimi ndo ninayetoa riziki. Kwa nini uumize kichwa kuanza kufikiria riziki? Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba daraja hii ya saumu sisi watu wa kawaida ni ngumu kwetu. Sio kama haiwezekani, wapo watu katika sisi ambao wanajipinda na kujitahidi na kufikia huko, mpaka kufikia kuitwa mawali, mpaka kufikia kuitwa muqarrabin, kwa sababu hajasema kwamba hii ni saumul anbiya peke yao, kasema hii ni saumu ya mitume, ni saumu ya mawali. Mawali ni kina nani? Wale waliojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu akawapokea na kuwaeka karibu yake. Hawa ni watu wa kawaida, mimi na wewe, lakini wamefanya kazi kubwa. Hawa wamefanya kazi kubwa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tusiwe na mambo mengi katika fikra zetu, katika mioyo yetu, ambayo mambo hayo yatakuwa yanatushughulisha na ibada, yatakuwa yanatushughulisha na kuweza kupata daraja ya saumu, ambayo daraja hiyo ni daraja nzito, daraja ambayo inapofika kwa Mwenyezi Mungu saumu ya namna hiyo, basi malipo yake yanakuwa ni makubwa sana. Ama watakuwa wamepata hasara kubwa wale ambao mpaka mwezi wa Ramadhani wanaudiriki, lakini bado wanaendeleza yale maasi yao ya moyo. Kiburi chao hawataki kukiacha, shirki ya Allah hawataki kuiacha. Basi tunamalizia kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kwamba siku ya Kiyama ni siku ambayo ni yauma la yanfa'u malun wala banun, mali na wana hawatokuwa na msaada wote kwetu. Na mambo haya yapo katika fikra zetu. Mambo haya, swala la mali, swala la watoto, ndiyo yapo katika fikra zetu. Mambo haya yanatuzuia sisi kutokana na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo mali hatakuwa na manufaa yote kwa mtu, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa moyo wake ni msafi, amejitahidi kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwezesha kuweza kuusafisha moyo wake na kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni msafi. Kwa hiyo neno la mwisho tuseme kwamba darsa yetu ilikuwa na maana ya kutuelekeza kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani tunatakiwa tupitilize zile ibada za kawaida tulizokuwa tunazifanya. Ile sehemu ya kawaida tunatakiwa tuipitilize, sio kuacha kusikiliza au kuangalia au kuyasema mambo yanayomchukiza Mwenyezi Mungu, bali hata kushughulika na mambo ambayo labda sio haramu, hayajafikia katika uharamu, lakini hayana maana. Na hayo ndio ambayo tulikuwa tunayazungumza hapa, na ndio tukapata daraja za saumu ambazo tumezieleza. Kwa hiyo watukufu wa Islam, nisirefushe sana, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuudiriki mwezi wa Ramadhani tukiwa tuna afya zetu, lakini vile vile tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kuvuna yaliyo katika mwezi wa Ramadhani katika kheri na baraka, lakini pia aweze kutusamehe dhambi zetu mpaka Ramadhani naisha, basi tuwe wasafi kama siku ambayo tumezaliwa kutokana na matumbo ya mama zetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.